Ni juu ya kuitwa na Mheshimiwa Waziri George Boniface Simbachawene. Walituomba tufike jijini Dodoma kwa ajili ya kuzungumza mambo kadhaa, na siku ya jana tulizungumza kama ambavyo kwenye baada ya wiki mbili nyuma tuliweza kuainisha mambo kadhaa ambayo tulikuwa tunakutana nayo sisi walimu kupitia usaili. Yote hayo tuliweza kuzungumzia, lakini pia tuliwasilishia makala yetu hii yenye peji zaidi ya 22 ni namna gani ambavyo sisi walimu tunakutana na changamoto zote kuanzia kwenye usaili mpaka mwisho. Adhima yetu ni ajira, na mpaka sasa hivi serikali imetoa timeline kwamba siku 30 mpaka 45 itakuja na majibu kuhusu hatima hii ya ajira. Hilo ndo jambo la msingi na kubwa la kwanza. Na ndani ya hizo siku 30 mpaka 40 serikali imeahidi kuwa ikipata changamoto yoyote katika kutafuta solutions za matatizo ambayo tumeyawasilisha, kwa sababu changamoto zile ambazo tumeziwasilisha ziko katika misingi miwili. Walituelekeza pale, kuna changamoto na mapendekezo yako katika msingi wa sera na kanuni, ambazo automatically kanuni zinatakiwa zikabadilishwe bungeni, na kuna changamoto zingine ambazo zinaweza kutatuliwa chini ya mamlaka ya kamati. Kwa hiyo wao wakiwa wanaendelea na mchakato huu walitusisitiza kuwa wanaweza kutuita mara kwa mara ili kuweza kushirikiana katika kuendelea kuzisolve. Kwa hiyo watakuwa wanaenda wanatubainishia wao sasa kwamba hii tumefika hapa, hii tumefika hapa. Kikubwa ni kwamba kufika mpaka hiyo tarehe, baada ya hizo siku 40 waje na feedback. Na Mheshimiwa Waziri, tulikubaliana na serikali katika maamuzi ya kuunda tume ya wizara 5. Hizo wizara ambazo zinaweza kufuatilia changamoto ambazo sisi tumeziwasilisha. Mheshimiwa Waziri aliweza kutuomba kuwa wavumilivu baina ya siku 30 mpaka siku 45, ambapo wizara zaidi ya 5 zitakaa na kuunda tume na kuzungumza mambo kadha ambayo tuliweza kuyazungumza, ambazo wizara ambazo zitafanya kazi kwa ajili ya kutatua changamoto zetu ilikuwa ni ofisi ya Rais Utumishi wa Umma na Utawala Bora, lakini pia ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, pia na wizara ya Fedha. Hizi zote zitakaa kwa ajili ya kuweza kusort out changamoto. Baada ya hapo watatuita tena wananeto tukae kwa ajili ya kushughulikia sasa vile vitu ambavyo wao wameona vinawezekana kufanyiwa kazi kwa muda huo. Nadhani ndio majibu yaliyopo, na ndio maana tukasema kwamba lazima tuwe wastahimilivu, tusubiri siku 30 mpaka siku 45 kwa mujibu wa ratiba zao, ili waweze kuichanganua ile makala, kupembua vitu vya msingi, vitu vya muda mrefu na vitu ambavyo vinaweza vikarekebishika kwa muda mfupi. Ndio hilo ambalo tunapenda kuambia wenzetu, wao wastahimilivu. Swali la ndugu mwandishi pale anasema kwamba neto ipo. Je, serikali ikiajiri walimu wote wasio na ajira, hii neto na wale wanafunzi ambao wanasoma vioni walimu itakuwaje? Labda tu jibu jepesi na la haraka tu ni kwamba kama watu wote wameajiriwa sasa, ina maana tayari neto haipo. Unaelewa vizuri? Sasa basi, kwa sababu bado muda tunao na bado uzuri tuko na mazungumzo na serikali, tutajitahidi kuongea na serikali namna ambayo itaturahisishia sisi ili huduma hii ya vijana kwa serikali iendelee kuwepo. Sio tu kwa walimu, tunazo sekta nyingi ambazo zinaweza kushauri namna bora zaidi ya kuweka mambo kwa mustakabali wa taifa letu.